Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo wenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Baada ya makundi kupangwa na shirikisho la mpira barani Afrika CAF chini ya Rais Patrick Motsepe raia kutoka pale Afrika Kusini, baada ya Simba kupangiwa ama kumjua mpinzani wake ama wapinzani wake kuelekea katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na baada Simba kuweza kuwajua wapinzani na timu ambayo itakayoanza kucheza mchezo wa kwanza kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo huu wa hatua ya makundi. Rais wa shirikisho la mpira barani Afrika, Rais Patrick Motsepe, ameweza kutoa maoni yake baada tu ya kuweza kupangwa kwa makundi hayo, huku Simba akiwa kwenye kundi hilo na Esperance de Tunis pamoja na Petro Luanda pale nchini Angola, pamoja na moja kati ya timu ya Stade Malien kutoka pale Ivory Coast. Sasa rais huyo Patrick Motsepe ametoa maoni yake baada tu ya kuweza kuhojiwa na kuweza kutoa msimamo baada tu ya kuziona vilabu vilivyoweza kuingia katika hatua hiyo ya makundi. Patrick Motsepe amesema kwamba anaitazama klabu ya Simba kufika katika hatua ya nusu fainali ligi ya mabingwa barani Afrika. Ametoa sababu ambazo yeye amezitazama kuona kwamba Simba kumpa nafasi kubwa ya kufika hatua ya nusu fainali na hata ikiwezekana zaidi kufika katika hatua ya fainali ligi ya mabingwa barani Afrika. Rais huyo Patrick Motsepe amesema hiyo baada tu ya kuweza kupangwa kwa makundi kuelekea katika michuano hiyo ya ligi mabingwa barani Afrika. Sababu ambazo ameziainisha Motsepe, amesema kwamba msimu uliomalizika Simba alifika katika hatua ya fainali michuano hiyo ya ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sababu hizo ambazo Simba ameweza kuzifanya msimu uliopita, hiyo pia itaendelea kumtengeneza motivation yake, itaendelea kuwa bora na yeye kuamini kwamba msimu huu anaweza kufika katika hatua hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika nusu fainali ama ikiwezekana fainali yenyewe. Lakini pia Motsepe amesema kwamba ukijaribu kutazama, Simba ni moja kati ya klabu ambayo iliyoweza kushiriki michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika ama michuano ya CAF kuingia mara kwa mara pasipo kuwa kupoteza ama pasipo kuingia msimu huu na msimu unaofuata kuto kuingia. Sababu hiyo pia inawezekana Simba ikawatengenezea kujiamini na kufanya vizuri katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Motsepe ameyasema hayo baada tu ya hatua ya makundi kupangwa siku ya jana, na huku akisema kwamba anaitabiria Simba kufika katika hatua ya nusu fainali ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kama Simba ikifanikiwa kufika katika hatua hiyo ya nusu fainali, basi anaitazama kufika katika hatua ya fainali kutokana na sababu ya ubora wa klabu hiyo na kuingia mara kwa mara michuano hiyo ya CAF. Lakini pia msimu unaomalizika kufika katika hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia Motsepe ameitazama Simba kwenye kundi hilo ambalo Simba waliokuwa wamewekwa, huku Esperance de Tunis wakiwa kama vile giant, huku Simba akifuata kuwa kama second giant, kwa maana kwamba timu ambayo inautishia kwenye kundi hilo ambalo Simba amepangwa dhidi ya Esperance de Tunis. Esperance de Tunis inaonekana kama ni giant, lakini pia Simba inatazamwa kuwa giant, second giant, kwa maana kwamba ni timu kubwa ama timu tishio kwenye kundi hilo, huku Petro Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola na pia inatazamwa kuwa kama mpinzani wa timu hizo mbili. Lakini pia Motsepe ameyasema hayo kuiona Simba kufika katika hatua ya nusu fainali ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kama ikiwezekana Simba wao kufika katika hatua ya fainali michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Amezieleza sababu na kuziona kwamba kwa upande wake yeye timu kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati anaitazama Simba ndio itakuwa timu ya kwanza kufika katika hatua za mbali kutokana na ubora waliokuwa umejiwekea. Kwa sababu ukijaribu kutazama ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, kuna Yanga pamoja na Azam
na Singida Black Star kwenye michuano ya ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo rais huyo wa shirikisho la mpira barani Afrika CAF, Patrick Motsepe, ametoa maoni yake ama kuitabiri Simba kufika katika hatua ya nusu fainali ama fainali yenyewe ikiwezekana kwa upande wao, kwa sababu ya ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Simba ndiyo timu pekee ambayo inafanya vizuri michuano hiyo ya CAF ama michuano inayosimamiwa na shirikisho la mpira barani Afrika CAF. Lakini pia ametoa sababu moja, ambao sababu hiyo pia watu wengi wa soka barani Afrika wameiona kama ni sababu ya msingi ambao Simba itamfanya fanya vizuri msimu huu wa 2025-2026. Ongezeko la benchi la ufundi jipya kwenye kikosi hiko cha Simba, hiyo pia itawafanya Simba kuwa na motivation kubwa sana kuelekea michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hayo ni maoni ya rais wa shirikisho la mpira barani Afrika Patrice Motsepe, na ameitabiria Simba kufika katika hatua ya nusu fainali ama fainali yenyewe ligi mabingwa barani Afrika. Aliweza kuzungumza naye Elly Mpanzu na kutaka kujua kwamba ni mchezaji wa aina gani, kipi na kipi ambacho unakiweza na kipi na kipi ambacho ukiwezi kukiweza kukifanya. Kocha Timitel aliridhishwa kwa kile ambacho alichozungumza na Elly Mpanzu hivi sawa. Lakini mchezo wa jana pia hii imetoa ishara kwamba Elly Mpanzu hayuko sawa psychological, na pia kocha Timitel alijaribu kuzungumza naye kabla ya mchezo wa jana ambao Simba mchezo huo ulimalizika kwa sare ya bila ya kufungana. Lakini Elly Mpanzu jina lake limekuwa likiimbwa mara kwa mara kwa kila shabiki na kila mdau wa soka barani Afrika, hususan taifa hili la Tanzania, jina lake likiimbwa mara kwa mara na kila kona ya Tanzania. Amekuwa ni mchezaji ambaye yuko slow. Falsafa ya kocha Dimitar Pantev anahitaji kupata mchezaji ambaye anaigusa mara moja na kuachia, lakini kwa upande wa Elly Mpanzu hii imekuwa ni falsafa ambaye kwake yeye imewezekana kama itakuwa tatizo kwa namna moja ama nyingine. Jana mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya pili baada ya hatua ya kwanza, Simba kucheza dhidi ya Gaborone, na mchezo wa kwanza Simba waliweza kupata ushindi wa goli moja kwa bila. Lakini pia mchezo wa pili ambao ni hatua ya pili baada ya Simba kusafiri mpaka kule nchini Eswatini kwenda kuwakabili Nsingizini Hotspurs. Lakini pia jana ndio ilikuwa marudiano Nsingizini pamoja na klabu hiyo ya Simba. Kila shabiki anayetoka katika viunga vile ambavyo vya Benjamin Mkapa amekuwa na malalamiko kumlalamikia Elly Mpanzu, kiwango chake kinazidi kudorora. Sasa rasmi baada ya mazungumzo na kocha Dimitar Pantev kuzungumza na Elly Mpanzu kumweleza kwamba shida gani ambayo ilikuwa ikikukabiri kwa kadri siku inavyozidi kuongezeka, kiwango chako kinazidi kushuka, kiwango chako kinazidi kuporomoka. Lakini maelezo ambayo alikuwa amejibu Elly Mpanzu kwa maana kwamba yeye ni moja kati ya wachezaji ambao wana matumaini makubwa sana na klabu hiyo ya Simba, na hata ukijaribu kutazama mashabiki nao pia wana matumaini makubwa sana kwa Elly Mpanzu. Lakini swali unajiuliza, kwa nini kiwango cha Elly Mpanzu kinazidi kudorora? Ukijaribu kutazama mkataba wake, fedha ambazo alizowekewa mezani kabla tu ya msimu huu kwenda kuanza, Elly Mpanzu alikuwa kule kwao nchini Kongo, demokrasia ya Kongo, na kule kuna taarifa zilisemekana kwamba Elly Mpanzu anaenda upande wa pili, lakini hilo limeenda kuwa tofauti. Na moja kati ya kipindi kile Elly Mpanzu alipokuwa akiimbwa kwamba anaondoka, kulikuwa na mtafaruku ama kulikuwa na sintofahamu kati ya management ya Elly Mpanzu pamoja na uongozi wa klabu ya Simba. Elly Mpanzu alikuwa anahitaji fedha na kufanyiwa maboresho ya kwenye mkataba wake, ambao mkataba huo ulifanyiwa maboresho, kwa maana kwamba uongozi wa klabu ya Simba uliweza kukaa chini na Elly Mpanzu na kumfanyia maboresho Elly Mpanzu kwenye mkataba wake, na moja kati ya vipengele ambavyo vilikuwa vikihusisha kwenye mkataba huo wa Elly Mpanzu alikuwa anahitaji
kuongezewa fedha ama ni mshahara ambao kuelekea msimu mpya wa 25-26. Lakini uongozi wa Simba ulijaribu kufanya kile ambacho yeye anachotaka kukifanya ama alichokuwa anakihitaji kifanyike endapo Simba watakapoanza msimu mpya wa 2025-2026. Matamanio makubwa sana kwa uongozi wa Simba, na wao walikaa chini na kufanya kile ambacho Eli alichokuwa akihitaji. Uongozi wa Simba waliweza kufanikisha hilo na kuweza kufanya maboresho kwenye mkataba wa Eli Mpanzu. Waliweza kumuongezea fedha kwa maana kwamba mshahara, na yeye Eli Mpanzu aweze kukionyesha kitu kilichokuwa cha thamani kwa upande huo wa Simba. Lakini imekuwa tofauti na vile ambavyo watu ama viongozi wa Simba walivyokuwa wakidhani, kwamba walitegemea kwamba Eli Mpanzu msimu huu atakuwa ni mchezaji mzuri, atakuwa ni mchezaji mwenye faida kubwa sana kwenye klabu hiyo ya Simba. Lakini hiyo ni dhana ambayo uongozi wa Simba walikuwa wakidhani kama vile itakavyokuwa. Hilo limeenda kuwa tofauti. Kwa Eli Mpanzu kibisawala, kiwango chake kimezidi kudorora ama kimezidi kushuka, kwa sababu falsafa ya mwalimu kocha Dimitar Pantev anahitaji wachezaji ambao wenye kasi, ni wachezaji ambao wenye kugusa mara moja na kuacha manunguniko ama kuacha uchezaji wa kibisho. Lakini jana sasa mambo yalikuwa magumu kwa upande wa Eli Mpanzu. Kuna taarifa ambazo zimesambaa huko ama kutoka ndani ya viunga hivyo vya wana Msimbazi kwamba anahitaji kuondoka kwenye viunga hivyo vya Msimbazi, sababu hana furaha, sababu hafurahishwi na miundombinu, hafurahishwi na zile falsafa ambazo zinazokuwa kwa hivi sasa. Lakini kuna taarifa moja ambayo Eli Mpanzu inasemekana kwamba ameshapewa ofa na klabu ya Raja Casablanca kutoka kule nchini Morocco. Zipo taarifa zikieleza kwamba Eli Mpanzu amefanya mawasiliano na aliyekuwa kocha wa zamani wa klabu hiyo ya Simba Fadlu Davis, kwa maana kwamba anamhitaji Eli Mpanzu kibisawala. Maono ya kwanza ya Fadlu Davis aliweza kumpa ama kumshinikiza Rushaine De Reuck, kwa maana kwamba anamhitaji mchezaji huyo. Nguvu kubwa ilikuwa kwa Rushaine, na baada ya Rushaine kuweza kufanya mawasiliano na kocha huyo wa zamani wa klabu hiyo ya Simba, Rushaine aliweza kuikataa hiyo ofa na alisema kwamba hayuko tayari kuachana na klabu hiyo ya Simba kwa hivi sasa mpaka pale mkataba wake utakapoenda kumalizika. Na Rushaine amesema kwamba hayuko tayari kwenda kujiunga na klabu yoyote kwa hivi sasa. Kama Simba wao wataamua kumwacha, basi atakuwa radhi kuachana na klabu hiyo, lakini kama Simba watamuhitaji kuendelea kusalia katika viunga hivyo vya klabu vya wekundu Msimbazi Simba, na pia ataendelea kuwepo hapo hapo. Baada ya taarifa hiyo kutoka kule nchini Morocco na Fadlu kuweza kukosa nafasi ya kumshawishi Rushaine kuweza kumwambia kwamba aende kujiunga na klabu hiyo ya Raja Casablanca pale nchini Morocco, sasa nguvu na vishawishi vikubwa vimeenda ama vimehamia kwa upande wa Eli Mpanzu, kwamba wao nao pia wanahitaji kumshawishi mchezaji huyo. Kwa hiyo zipo taarifa zikieleza hivyo kwamba Fadlu anamhitaji Eli Mpanzu kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, lakini mpaka hivi sasa uongozi hawajaweza kupokea ofa yoyote kutoka kwa Eli Mpanzu ama kuhitajika na klabu hiyo ya Morocco. Lakini kwa upande wa Rushaine aliweza kuikataa hiyo ofa, na Simba hawako tayari kumwachia Rushaine De Reuck. Lakini pia kwa upande wa Eli Mpanzu, yeye ndiye mwenye maamuzi kwamba anahitaji kuondoka msimu wa 2025-26 mpaka ilifikapo Januari, ambapo dirisha dogo la usajili litakapoenda kufunguliwa. Swali unajiuliza, Simba wako tayari kumwachia mchezaji huyo kutoka pale nchini Kongo? Na je, kiwango chake kitaendelea kuwa bora kama akiendelea kusalia kwenye viunga hivyo vya Simba? Lakini vipi kuhusu swali la kocha Dimitar Pantev? Yeye pia yuko tayari kumwachia mchezaji wa aina hiyo na kumpa mkono wa kwaheri? Ziko taarifa zingine zikieleza kwamba kocha mwenye Dimitar Pantev hayuko tayari kumwachia Eli Mpanzu kwa sababu kiwango chake ni mchezaji mzuri pindi tu pale ambapo atakapokubali kubadilika na kufanya vile ambavyo yeye kocha Dimitar Pantev anachokihitaji kifanyike, basi yeye
hatakuwa na hiana mchezaji huyo kuendelea kusalia katika viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kilichobakia kwa hivi sasa ni kusubiri jibu la uongozi wa klabu ya Simba kulingana na muktadha wa aina hii kuhusiana na Eli Mpanzu Kibisawala. Msimu unavyoendelea, ambapo itakapoenda kufunguliwa dirisha dogo la usajili Januari ya mwaka 2025, kocha Dimitar Pantev yeye mwenyewe amelithibitisha hilo kwamba hatakuwa tayari kuingia sokoni kwenda kuwatafuta kwa baadhi ya wachezaji wa kigeni. Hili litabaki kuwa endelevu katika klabu hiyo ya Simba. Hii ni Game On TZ. Mimi naitwa Mpekuzi.com.